walijitokeza kwa wingi katika kijiji cha Katumi, eneo bunge la Webuye Mashariki, kumpa mkono wa buriani mzee Daniel Mukwana Matakala wa miaka 99 aliyekuwa na watoto zaidi ya 35. Mzee Mukwana alizikwa kwenye jeneza lililotengenezwa kwa vioo na chuma, masharti aliyotoa akitaka mchanga usimguse akiwa amezikwa. Wanji Sosti na mengi zaidi. Ni katika kijiji cha Katumi, eneo bunge la Webuye Mashariki, nyumbani kwa mzee Daniel Matakala mwenye umri wa miaka 99. Siku hii ni muhimu kwake japo anapumzishwa. Familia ikiongozwa na Jackson Matakala Masinde ambaye ni ndugu ya marehemu, wanasema kuwa mzee huyo alishuhudia jeneza hilo aliloagiza mwanawe mmoja kutengeneza akiwa angali hai likitengenezwa kabla ya kifo chake. Kaenda kwake akanieleza, kutoka saa hii sanduku langu ambalo utanisika ndani yake, jeneza langu utengeneze la vioo na vichuma, nikitembea watu waniangalie tu, wasione kwa sanduku ingine. Juhudi za kumshawishi abadili nia yake ya kuzikwa katika jeneza aina hilo ziligonga mwamba, na hivyo kulazimika kumzika alivyopendekeza. Na hiyo jeneza tulitengeneza hapa nyumbani tukamaliza. Nilipepa tu jeneza nikaenda nalo wapi Kiminini mochari, nikamweka ndani nikakuja naye. Kwa hivyo sisi kama familia tunachukua nafasi hii kwanza kushukuru baba yetu kwa kazi ambayo ameweza kufanya. Ametupeleka shule na pia ameweza kutuonyesha njia. Aidha, swala hilo limewashangaza baadhi ya wanajamii na waombolezaji wanaosema kuwa ni maziko ambayo hajashuhudiwa na yalikuwa kinyume na wazee wa aina hiyo ambao huzikwa katika jeneza au katika ngozi ya ng'ombe. Na tumekuwa na mambo mengi ambayo leo hii nashuhudia kwamba amefungua historia kipekee katika maisha ya wanadamu wote, hasa tunapokuja kwa mafundi wamecheneza. Daniel Mukwana amefungua historia moja. Jamii ya Luhya ni miongoni mwa jamii nchini ambazo hutekeleza matamanio ya marehemu, zikiamini kuwa zisipotekeleza huenda zikasumbuliwa na aliyekufa ndotoni. Wanji Sosti, TV47 County ya... Asante sana Wanji Sosti kwa